mtu wa kupeperushwa na upepo. Haleluya, haleluya. Hesabu 16 mstari wa kwanza nitasoma hapo. Biblia inasema, basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Dathani na Abiramu na wana wa Eliabu na Oni na wana wa Pelethi waliokuwa wana wa Rubeni, nao pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250, wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano wa watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa, nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuwaambia, ninyi inawatosha kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao Bwana naye yu kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Sasa hapa inaonesha namna gani Kora ambavyo alikuwa yuko kinyume na mtumishi wa Mungu ambaye ni Musa. Alikuwa akiwashauri watu, na maandiko hapa yanaweka wazi kwamba aliwakusanya. Tukisoma kwenye mstari ili tuende pamoja, ukisoma kwenye mstari wa pili anasema, nao pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250 wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa. Kwa hiyo huyu Kora aliweza kukusanya watu, akatafuta watu ambao akajaribu kuwaambia mambo ambayo yako tofauti, yani ili watu wasimuamini Musa, wasimsikilize Musa, wasimuelewe Musa. Yani alikuwa anawatengenezea vitu ambavyo ni vibaya, kwamba Musa akiongea jambo wao wasisikilize, wawe kinyume naye. Na ukumbuke Musa ndio alikuwa ndio kiongozi wa wana wa Israeli, lakini huyu Kora akasema